Ujumbe ambao tunaendelea nao leo series ya 3. Ujumbe unajulikana tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Ujumbe ambao tunaendelea nao leo series ya 3. Tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Leo ni series ya 3 ambayo tunaendelea nao kuelezea mahesabu ya Bwana Mfalme Yesu, ambaye yeye analeta mahesabu yake kuelekea siku za mwisho. Na ujumbe huu, lengo la Bwana ni kutaka kukuonyesha mbegu ilikotokea, mbegu ikaleta mmea, na ule mmea ukakua, na matokeo mwisho upate tunda, na lile tunda ndani yake kuwe na mbegu, na zile mbegu lazima ziwe na asili ya ile mbegu ile kufa. Barabara nzuri, ili kutoa ule uhai kutoka kwenye mbegu moja kwenda kwenye mbegu nyingi. Sawa? Kwa hiyo ni ujumbe ambao unajaribu kukuonyesha wapi unapaswa kuwa, unapaswa ufanyeje, iweje, ukaeje, ili uweze kusonga katika mahesabu kiroho. Sasa tuliona kupitia kwenye series ya 2, barabara nzuri. Tuliona katika series ya 2 katika mahesabu ya Bwana. Tuliona mahesabu rahisi kabisa ambayo Bwana alikuwa ameeleta kuzungumzia kwamba ile mbegu namna ilivyo. Niliwaambia Mungu ni roho. Mungu ni nani? Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho katika mahesabu ya Bwana, huyu roho akafanyika mwili, na alipofanyika mwili akakaa kwetu. Barabara nzuri. Alifanyika mwili akakaa kwetu katika mahesabu ya kiroho. Sasa huyu Mungu ambaye tunazungumzia habari zake aliyefanyika mwili, ambaye ni Yesu, Mungu mfunuzi wa mambo. Tumeona manabii walitabiri habari zake kwa namna ile ambayo namna itakavyokuwa. Mungu atavaa umbo, na alipovaa umbo, Mungu huyu mwamilifu ambaye ni Yesu, alipovaa umbo akatokea katika anwani zile zile ili kuweza kuleta ukombozi wa mwanadamu. Sasa tuliona katika series ya 3, tuliona katika mahesabu rahisi ambayo Bwana alitupa, na nataka leo tufanye marejeo kidogo ili watu waweze kujua. Sawa? Tuliona pasipo shaka kwamba Mungu kutoka kwenye zama za roho, Mungu alitupanga katika namna mraba. Na mraba maana yake marefu na mapana ni sawa. Watu wamepata zile. Na niliwaambia kwenye upande wa mkono wa kuume wa mraba wako anakaa mwenye uhai mfano wa simba, na pale chini ya mraba wako anakaa mwenye uhai mfano wa ndama. Mkono wako wa kushoto anakaa mwenye uhai mfano wa mwanadamu, na pale juu ya mraba wako anakaa mwenye uhai mfano wa tai. Na hii ni kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo sura 4 mstari wa 1 mpaka 8, na pia kwenye kitabu cha Ezekieli sura ya 1 mpaka sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 26. Barabara nzuri. Kwa hiyo unaona makazi ya Mungu alitupanga kutoka kwenye zama za roho. Na eneo la simba niliwaambia anakaa Paulo na Ireneo. Paulo kwa ujumbe wake na Ireneo kwa ujumbe wake, na wateule wa zama hizo walikaa upande wa simba. Chini ya mraba wako anakaa Martin na Kolumba kwenye mwenye uhai mfano wa ndama. Martin kwa ujumbe wake, Kolumba kwa ujumbe wake, na watu wao walikaa upande huo kutoka kwenye zama za roho. Upande wako wa kushoto wa mraba anakaa mwenye uhai mfano wa mwanadamu. Anakaa Martin Luther na John Wesley kwa ujumbe wao wa saa zao, kwa maana Martin na ujumbe wake na John Wesley na ujumbe wake, na watu wa kizazi chao walikaa katika eneo hilo. Na juu ya mraba wako anakaa mwenye uhai mfano wa tai, anakaa Elia au 400, ambaye ni William Morrow Branham, na Elia au 500. Kwa ujumbe wa wakati wao wanakaa eneo hilo kwa ajili ya kuleta mahesabu ya ukombozi kutoka katika zama za roho. Sasa niliwaambia kutoka kwenye zama za roho ilibidi Mungu afanye marejeo yale yale. Mungu asiyebadilika akaja katika zama za maumbo. Zama za maumbo Mungu akamuumba Adamu, mwanadamu wa kwanza. Na Adamu ilibidi Mungu ampe ile kanuni ya ule mraba ule kutoka kwenye zama za roho. Unachora tena mraba wako marefu na mapana ni sawa. Mkono wako wa kushoto, amini wa kulia wa mraba, unaandika ufunuo wa roho. Ufunuo nani? Ufunuo wa roho. Au unaandika Adamu alipewa akili ya roho au akili ya Mungu. Chini ya mraba wako Adamu alipewa uzima wa Mungu. Mkono wako wa kushoto mraba wako Adamu alipewa kuitwa mwana wa Mungu. Barabara zote. Na pale juu ya mraba wako Adamu
akapewa kitu kinachoitwa mamlaka. Kwa hiyo unaona mraba ni ule ule katika mahesabu. Unaona Adamu anapewa ufunuo. Ufunuo maana yake ni akili ya roho. Chini ya mraba wako Adamu anapewa uzima. Mkono wako wa kushoto wa mraba wako Adamu anaitwa mwana wa Mungu, au anapewa haki ya kujumuishwa ndani ya ufalme. Kwa sababu ufalme wa Mungu ni kati ya Mungu mkuu Yesu pamoja na wanadamu. Mbona zuri hapa? Mbona zuri hapa? Alafu pale juu Adamu akapewa mamlaka. Kwa hiyo niliambia kwamba Mungu kutoka kwenye zama za roho alipopanga katika namna ya mraba, na Adamu alipotokea, Mungu alipomleta katika zama za maumbo, Mungu haondoki kwenye wazo wake. Ilimbidi Adamu apewe makazi yale yale katika mahesabu yale yale. Mungu asibadilika. Adamu alipotenda dhambi kutoka kwenye mraba huo, ilibidi Mungu amfukuze kwenye wazo wake. Adamu akaangukia kwenye wazo la Ibilisi. Adamu akaangukia kwenye mifumo ya ulimwengu. Wanadamu wote tukaanguka kwenye mifumo ya ulimwengu, mifumo ya dhambi. Bwana zuri. Viumbe vyote vikafa. Miti yote ikafa. Kila unachokiona kilikufa. Na dunia yenyewe ilikufa. Yote ilikwisha. Ndio Mungu akatengeneza mpango kumrejesha mwanadamu. Na watu wengi hawajui kwamba kuja kwa Yesu duniani ni kuifanya sayari ya dunia iendelee kuwepo. Yaani Yesu alikuja si tu kuokoa mwanadamu, alikuja kuokoa wanadamu na kuokoa viumbe vingine. Ndio Injili inasema, Mungu anasema kabisa. Watu wengi wamepata hizo. Injili iko wazi kabisa. Naomba fungua Marko sura 16, sura 15. Uliona hii mahesabu kwamba Yesu hakuja tu kwa ajili ya wanadamu peke yake. Yesu alikuja kwa ajili ya wanadamu, kwa ajili ya mimea, kwa ajili ya kila kitu. Unaona vizuri? Lakini pia Yesu alikuja kwa ajili ya dunia yenyewe. Sasa hii dunia ilipaswa na yenyewe iangamishwe kutokana na dhambi. Lakini Yesu alikuja kufanya mageuzi kwa ajili ya kufanya sayari hii iendelee kuwepo. Na sayari hii ya dunia ndio makazi ya watakatifu. Kwa hiyo Yesu alikuja pia kulipia gharama ya makazi ya watakatifu. Amina. Kwa sababu tayari ilikuwa yameharibiwa. Amina. Hebu tusomee hiyo Marko 16 15 nasemaje? Mpaka 18. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Injili kwa kila kiumbe. Hapo kwa kila nini? Kiumbe. Ushaona hapo Biblia inasema kwa wanadamu peke yake. Watu wameelewa? Amina. Kwani hapo inatajwa kwa wanadamu peke yake? Hapana. Rudia tena ndugu, ili watu waweze kupata. Akawaambia, nendeni ulimwenguni mote. Amina. Mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Watu wanauliza swali, sawa? Amen. Hapo imeandikwa kwa wanadamu peke yake? Hapana. Ila kwa nani? Kwa kila kiumbe. Kwa kila kiumbe, sawa? Amina. Watu wamenielewa? Amen. Haya. Rudi sasa kwenye mahesabu ya Biblia. Fungua kitabu cha Mwanzo. Sawa? Amen. Fungua kitabu cha Mwanzo, anza mstari wa 9, sura ya 9. Mwanzo sura ya 9. Mstari wa kwanza, sawa? Mpaka mstari wa 7, hiyo tusome pia. Inasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe. Amina. Akawaambia, zaeni mkaongezeke. Amina. Mkaijaze nchi. Amina. Kila mnyama katika nchi waogopa ninyi. Amina. Na kuwahofu. Amina. Na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi. Amina. Na samaki wote wa baharini. Amina. Vimetiwa mikononi mwenu. Hapo. Vitu vyote vilitiwa mikononi mwenu. Sawa? Amina. Kama vilitiwa mikononi mwenu, vitu vyote vilitiwa mikononi mwenu. Bwana. Amina. Delta tu ili tupate. Nataka kuna kitu hapo iweze kupata mteule Bwana. Sawa? Naomba fungua kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Bwana wewe, anza mstari wa 26 mpaka mstari wa Mwanzo 1:26, sawa? Amina. Mpaka mstari wa ngoja niakiki vizuri, sawa? Amina. Mwanzo 1 mstari wa 26, sawa? Mpaka mstari wa 31. Hebu tusome. Mungu akasema,
na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia. Umesikia hapo? Wakatawale nini? Ndege wa angani na kila kitu. Kwa hiyo unaona sasa viumbe vyote vile sawa vilitiwa hivi mikononi mwa Adamu. Wataelewa? Amina. Yote atibu ili uweze kulipata pia. Amina. Walitiwa mikononi mwa Adamu. Sasa Adamu katenda dhambi. Wale wote wanaotawaliwa, wote vitu vyote vilivyomzunguka Adamu, vyote vinakufa. Watu wamepata hivi. Amina. Msemu baada ya Mungu kukasirika kwenye ulimwengu wa kwanza, baada ya dhambi, bwana nzuri. Mungu akafuta vile vizazi. Amen. Lakini alichokifanya alisaza alisaza viumbe. Kwa kila kiumbe alisaza, sawa eh? Watu wamepata vizuri. Pamoja na wanadamu ili watengeneze ulimwengu unaokuja. Amina. Kwa sababu Mungu alikuwa anaendelea kuchora michoro yake kuelekea siku za mwisho. Ile michoro yote iliyochorwa kwa wakati ule, utimilifu wake ni sasa tulipo sasa hapa. Niliwaambia wakati Mungu anamwambia Adamu, sawa? Zaeni mkaongezeke mkaijaze dunia. Tukio hili halikuwahi kutokea kwenye zama zozote. Watu wamepata vizuri. Ukisoma habari za Nuhu, anasema Mungu anamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nini? Dunia. Hivi unalielewa vizuri hapo? Hiyo jambo halikutokea kwenye zama zozote. Jambo hili limetokea sasa katika karne ya 20 kuja karne ya 21. Limetokeaje? Leo niliwaambia dunia nzima hii unaiona. Dunia nzima ardhi yake yote ina mipaka. Watu wamekaa kila mahali. Kila kipande cha ardhi kiko chini ya taifa fulani. Kwa hiyo mipaka yote ya bahari na mipaka yote ya nchi kavu pamoja na anga yote, mipaka yote imekushawekwa. Wanadamu wameshatapakaa kwenye ulimwengu mzima, kwenye dunia yote. Unabii huu umekwishatimizwa. Kwa hiyo yote yaliyochorwa kwenye Agano la Kale kuja kwenye Agano Jipya, utimilifu wake ni sasa, yametimizwa tayari. Nini kinaenda kutokea? Balazo, sasa rudi kwenye Mwanzo sura ya 8 ndugu yangu. Mwanzo sura ya 8, sawa? Napata shida kidogo kwa sababu miwani yangu haipo, sawa? Mwanzo sura ya 8, sawa? Amina. Anza mstari wa 17. Amina. Utoe hapana. Mstari wa 15 yasemaje? Mungu akamwambia Nuhu. Amina. Mungu akamwambia Nuhu, amina, akisema, toka katika safina wewe na mkeo na wanao, amina, na wake za wanao pamoja nawe, amina, utoe pamoja nawe kila kilicho hai, amina, kilichomo pamoja nawe, amina, chenye mwili, ndege na mnyama, na kila kitambaacho chenye kutambaa juu ya nchi, amina, wajae katika nchi, wewe na uzazi, amina, wakaongezeke katika nchi, amina. Basi Nuhu atatoka, yeye na wanawe, amina, na mkewe na wake za wanawe, amina, pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinacho kwenda juu ya nchi, kwa kabila zao, amina. Wakatoka katika safina. Amina. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Sikiliza hii. Nuhu akamjengea Bwana ni madhabahu. Akatoa katika kila mnyama aliye safi. Amina. Na katika kila ndege aliye safi. Amina, amina. Akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Amina. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Amina. Bwana akasema moyoni, sitailaani nchi tena baada ya hayo, kwa sababu ya wanadamu. Amina. Maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake. Amina. Wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Amina, amina. Muda nchi idumupo. Amina. Majira ya kupanda na mavuno
wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku, havitakoma. Amina. Endelee. Umeishia ngapi? Imeishia 22. Ndio sura ya 9. Okay, 22. Amina. Haya, toka hiyo nenda 9, sawa? Amina. Anza mstari wa pata shida kidogo teule. Kitajitahidi. Anza mstari wa 8. Hiyo 9 na 8. Mungu akamwambia Nuhu na wanawe pamoja naye akisema, mimi tazama nalithibitisha agano langu nanyi. Amina. Tena na uzao wenu baada yenu. Amina. Tena na kila kiumbe hai kilichoko pamoja nanyi, ndege na mnyama wa kufugwa. Sikiliza hapo. Mungu anafanya agano na Nuhu. Umeelewa? Amina. Lakini Mungu hakufanya agano na wanadamu peke yake. Fanya agano na viumbe vyote. Ndio maana ukichukua Marko 16:15 kwenda 18 inathibitisha, kwa sababu Yesu anamwambia basi nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Kwa nini? Kuna agano lilifanyika. Ndio maana watu wengi wanafikiri tukio la Yesu kwenda msalabani lilitokana na Mungu kutoa ile kufuta dhambi kwa ajili ya watakatifu. Alifuta dhambi kwa ajili ya wanadamu, wale watakatifu kutoka kwenye zama za maumbo. Unaona vizuri? Na lengo pekee ambalo Mungu alifanya ni kwa ajili ya kufanya marejesho. Unaona vizuri? Sio tu ya wanadamu, hata wewe na viumbe vingine vyote. Amina. Watu wamepata vizuri? Amen. Taratibu utanipata tu, sawa? Katika safari hii. Unaona vizuri? Kwa tunaona kabisa kwamba Mungu anaweka mahesabu yake kwamba wokovu ambao aliuleta ambao ni Yesu, tunazungumza habari zake, ambaye ndiye mbegu. Sawa? Bwana alifanya mahesabu kutoka kwenye zama za roho, kutoka kwenye zama za roho akaja kwenye zama za maumbo. Adamu anacholewa ule mraba, anawekwa pale akiwa mtawala, akiongoza viumbe vyote, na viumbe vyote vilitiwa mkononi mwake. Adamu ametenda dhambi, Adamu akafukuzwa, Adamu akafa. Kwa hiyo viumbe vingine vyote vikafa na dunia hii pia ikapotea. Kwa lugha nyingine, dunia ilipaswa na yenyewe itiwe moto, Bwana iteketeze. Yesu akashuka kwa ajili ya kuleta mahesabu. Sasa Yesu alikuja katika hesabu zipi? Ndio hiyo ambayo nataka tulipate kidogo. Naomba tuanze michoro yetu. Inakuwa hivi. Niliwaambia hivi, kutoka kwenye zama za roho, Bwana alitupanga katika namna ya mraba, sawa? Watu wamepata? Unachora mraba wako, marefu na mapana ni sawa. Sawa? Hapa katikati, sawa, anakaa Yesu, mfunuzi wa mambo, mbele mwamba mashuhuri Yesu. Mkono wako wa kuume wa mraba, huku anakaa mwenye uhai mfano wa simba, sawa? Chini ya mraba wako anakaa mwenye uhai mfano wa ndama. Sawa? Wazazi tuna rekodi kwa ajili ya mahitaji ya watu mbalimbali duniani. Hatutaki movement. Nimezungumza hii kitu bado watu hawanielewi. Acheni utani kwenye kazi ya Bwana. Msiache watoto wanapiga kelele. Wape mtoto akilia toka naye nje, akishanyamaza ingia ndani. Sawa? Watoto hao wenye rika la kati hawa msiwaache wanazunguka kwenye maskani kati tunafanya mahubiri. Niliwaambia Yesu hataki. Kwa sababu watoto msipolea kwenye misingi ambayo Bwana anataka, unaleta kitu cha ajabu kabisa. Wewe kupata hiyo nafasi, basi msaidie mtoto wako apate hiyo nafasi. Sawa? Ukupata, sisi wote tukupata. Basi kupata hiyo nafasi, ni laiti ningeipata. Na siwezi kulaumu, sawa? Kwa sababu Mungu alinikusudia nipite hivi. Lakini sio hawa watoto tuliowazaa. Muwe serious na mambo haya. Sipendi kitu nirudie. Sipendi kabisa. Tunafanya rekodi ya ulimwengu. Hizi jumbe zinakwenda kwenye mataifa yote ya dunia. Kwa hiyo lazima uwe serious. Uwe serious na hilo. Sawa? Haya, tuendelee. Sasa upande huu unaandika mwenye uhai mfano wa simba, hapa chini mwenye uhai mfano wa ndama. Mkono wako wa kushoto huo mraba anakaa mwenye uhai mfano wa mwanadamu.
na hapa juu anakaa mwenye wale matai. Hii ni kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1 mpaka 8, au Ezekieli, Ezekieli 1:1 mpaka 26. Sawa? Watu wamepata zote. Sasa niwaambia haya yalikuwa ni makazi ya watakatifu kule juu. Na haya makazi ya watakatifu kule juu mbinguni. Sawa? Upande wa simba anakaa Paulo mhubiri. Kwa wale wageni, Paulo alikuwa ndiye Mwebrania. Ni mtume wa 12 katika mitume 12 wa Yesu. Yeye alikuwa ni mtume wa 12. Bwana Yesu alimtoa kutoka kwenye taifa la Israeli kupeleka ujumbe kwenye mataifa yote ya dunia. Mjumbe wa pili wa kanisa anaitwa Ireneo. Paulo alikuwa Mwebrania, lakini Ireneo yeye alikuwa Mfaransa mwenye asili ya Uturuki. Alafu baada ya kipindi hiki cha ndama Bwana akainua kipindi cha baada ya kipindi cha simba Mungu akainua kipindi cha ndama. Hapa kuna mhubiri anajulikana kama Martin. Martin yeye alikuwa ni Mfaransa. Brother, mchunga anafuata aliitwa Columba. Columba. Huyu Columba alikuwa ni Mwingereza. Hawa walileta jumbe katika kipindi cha ndama. Brother, wakakusanya wateule wa zama zao kama vile Paulo na Ireneo. Baada ya hapo ikaja kipindi cha tatu cha kanisa ambako hapa anakaa Martin Luther. Martin Luther, na hapa juu anakaa John Wesley kwenye eneo la mkono wako wa kushoto mraba katika eneo la mwanadamu. Martin Luther alikuwa ni Mjerumani, John Wesley alikuwa Mwingereza. Bwana akatumia hao wahubiri wakakusanya watu wa kizazi chao. Eneo la mwisho ni eneo la Tai. Hapa anakaa Elia Ome 4 ambao ni William Morrow Branham, na Elia Ome 5 atatokea hapa. Sasa haya ilikuwa ni makazi ambayo tulikaa kule juu mbinguni. Sasa Mungu huwa hapotezi mwelekeo. Toka anapowaza kutoka kwenye zama zake za roho, Mungu hapotezi anwani yake. Yesu namna alivyo ni kama vile niliwaambia, Mungu alipofanya hii dunia alipoitengeneza, aliweka mikondo ya maji, sawa? Itoke kwanza kwenye vyanzo vya maji kumanake juu ya milima na kwenye chemchem. Ipite, sawa? Lakini yeye mwenyewe namna alivyoitengeneza dunia, kwa sababu anajua, kwa sababu Mungu mwenye maarifa, kwamba lazima mvua itanyesha, sawa? Na yeye ndiye aliyetengeneza mvua. Akatengeneza mikono ya kwa ajili ya kukusanya maji kwenda baharini ili kuondoa mafuriko kwenye maeneo ya makazi ya watu. Watu wamepata hiyo. Sasa inaweza katokea leo mkondo fulani wa maji usipitishe maji leo. Mvua ikanyesha lakini maji yake yasionekana. Lakini kitokea mvua kubwa, lazima ile mikondo maji yatapita mule Mungu alipokuwa ametengeneza njia zake. Mungu anatengeneza hesabu hizo kuonyesha kwamba Mungu wazo lake ni kama mvua. Inaponyesha lazima maji yafuate mkondo wake. Hata kama itapita miaka 1000, hata kama itapita miaka 2000, hata kama itapita miaka 3000, Bwana atategofanya tarudi pale alipokuwa amewaza. Kwa sababu Mungu aliwaza jambo hili katika zama za roho. Na anaposema hizi zama za roho ni zama ambazo yani ukizitazama katika mahesabu, zama hizi za roho akiwa peke yake kabla, kwa sababu yeye kwanza alikuwa peke yake katika zama za roho. Akawaza katika wazo lake kuu. Kwa hiyo zama ambazo yeye alizokuwa nazo yeye akiwa peke yake ni zama za milele na milele, maana hazina mwanzo wala hazina mwisho. Na huko ndiko tunakoelekea. Yaani Mungu alichofanya alitoka kwenye wazo lake kuu. Alitengeneza wazo lake kuu. Baada ya hapo akauanzisha mwanzo na mwisho katika zama za roho. Baada ya hapo zama za roho hizi akazileta kwenye zama za maumbo. Akazipa mwanzo na mwisho. Baada ya hapo tutakapotoka kwenye zama za maumbo, tutarudi katika zama za roho kule yeye alikokuwa, ambako hakuna mwanzo wala hakuna mwisho. Na huo ndio ukombozi ambao tunazungumza habari zake. Sasa tukiwa kwenye zama za roho huko juu, Bwana alitupanga katika namna mbaya, na nataka tuone hapa ili tuweze kufanya marejeo haya vizuri. Ndugu yangu, hebu ufungua kitabu cha Ufunuo. Kwanza Ufunuo sura ya 7, sawa? Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka mstari wa 12 utasoma kidogo. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka 12 ndio. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa, kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana-kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi
na mwanakondoo. Amina. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Amina. Na za wale wazee na za wale wenye uhai wa nne. Umesikia? Wenye uhai wa nne wa simba, ndama, mwanadamu na nini? Sasa utaona mraba unatajwa hapa. Lakini Mungu aliuficha katika mahesabu ya kiroho. Bwana zote. Amina. Aliuficha. Unapotaja wale wazee 24 wanatengeneza mraba. Pia ambao tutaona katika mwelekeo wa series hii, sawa eh? Kwa hiyo mraba wateule tulikaa, maana kwenye eneo la simba Paulo na Ireneo na watu wao walikuwepo katika zama za roho. Kwenye eneo la ndama Martin na Kolumba na watu wao. Eneo la mwanadamu alikaa Martin Luther na John Wesley na watu wao. Eneo la taa anakaa Elia Umenne, William Branham na Elia Umetano. Walika. Sasa ukiangalia Ufunuo sura 7 mstari wa 9 mpaka wa 12, Yohana anaona katika jicho la kiroho, anaona katika ufunuo, anaona katika zama za roho. Aliona matukio mawili kwa wakati mmoja. Tukio la kwanza, anaona makazi ya watakatifu katika zama za roho kabla ya kuja katika maumbo, na anaona wakati huo, anaona watakatifu wametoka kwenye zama za maumbo wamerudi katika zama za roho. Yohana anasema aliwaona wamevaa mavazi nini? Meupe. Naomba rejea pale ndugu. Anza tena ili watu waweze kupata. Wamevaa mavazi meupe. Amina. Baada ya hayo, yes, nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Mkutano mkubwa sana. Yohana anaona kusanyiko la watakatifu katika zama za roho kabla ya kuja katika zama za maumbo. Wakati huo anaona mkutano wa watakatifu. Wale waliokuwa kwenye zama za roho wamekuja kwenye zama za maumbo, wametoka kwenye zama za maumbo, wamerudi kwenye zama za roho. Anaona kule juu mkutano mkuu. Amina. Bwana. Au unaweza kusema kusanyiko huu la watakatifu wa Bwana. Wakimkusanyikia mwamba wa shauri moja tu. Mfunuzo mambo. Wamepata zoea. Endelea ndio. Watu wa kila taifa. Sikiliza, watu wa kila taifa. Kwa sababu gani? Wakati Paulo amekaa huku na Ireneo kwenye eneo la simba, Paulo ujumbe wake ulienea mashariki yote ya kati. Mbona ukaenda mpaka Ulaya katika makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Ireneo ujumbe wake ukatambaa Ulaya. Mnaozo hapa. Hiyo mnaniozo hapa. Ukaenea Ulaya katika makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Baada ya hapo Mungu akainua kipindi cha pili. Martin Bolozole anatokea, naye anatokea Ulaya. Anakusanya watu kwenye makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Alafu anatokea Kolumba, anatokea Ulaya. Anakusanya watu kutoka kwenye makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Baada ya hapo Mungu anainua kipindi cha tatu. Martin Luther anatokea Ulaya. Anakusanya watu kutoka kwenye makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Baada ya hapo anatokea John Wesley. Anatokea Ulaya. Anakusanya watu kutoka kwenye makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Baada ya hapo anatokea William Branham. Ujumbe wake ulitembea dunia nzima. Alikusanya watu kutoka kwenye makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali. Baada ya hapo anatokea Elia Umenne, ambaye leo Elia Umetano ambaye tunamsubiri. Na yeye ujumbe wake ukakusanya makabila mbalimbali na mataifa mbalimbali kuyatimiza Ufunuo sura 7 mstari wa 9 mpaka 12. Wataelewa leo. Hiyo hapo. Sasa watu wengi wanaisoma Biblia kama historia, ni halisi. Inakuonyesha moja kwa moja kwamba hii hapa. Wewe endelea ndugu yangu tuweze kupata ndio. Itupate katika hesabu kidogo. Ndio. Amina. Watu wa kila taifa, kabila, jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi. Sasa kusimama mbele sio mbele kwa maana amekaa mbele hivi. Mbele ya Bwana ni wapi? Ni hizi zama ngapi? Zama 4. Amina. Mbele. Hao waliokaa huku Yesu anawaona. Mbele. Kiti chake hakina mbele wala hakina nyuma. Wala hakina kushoto wala kulia. Kote kila mtu atamuona Yesu katika zama yake. Lakini hapa katikati wote tutamuona Yesu katika engo yetu. Na tukimuona tunatazamana naye hivi. Watu wa simba wanamuona wanatazamana naye hivi. Watu wa ndama wanamuona wanatazamana naye hivi. Watu wa wanadamu wanamtazama hivi na yeye anawatazama. Na hao pia wanatazamana. Kila mtu na engo yake kwa ujumbe wa saa yake atamuona Yesu. Amina. Na huyo ndio Yesu tunazungumza pale sana. Amen. Funuza mambo. Amina. Amina. Haikai katika mawazo ya kibinadamu kwamba ukikaa kiti kwa hiyo wale wamekaa mbele hivi wanamuona hivi. Basi hao wengine wanamuonaje? Unaelewa? Kila mtu katika zama yake atamuona Yesu. Kila mtu atamuona Yesu. Na akimtazama, wakitazamana, kwenye kile kiti anamuona mmoja ameketi. Amina. Ukiona mtu anakwambia wako watatu jue hajamuona mama wa shauri, hajalipata hili.
Hii formula hajaipata katika hesabu kiroho. Amina. Lazima uende uone mchungulie Bwana. Na wewe afu na anakutazama hivi. Ukimtazama hivi unamkuta uso wake ni kijana, sawa? Lakini nywele zake ni mtu mzee. Yaani ukimtazama sura yake ni ujana kabisa, kijana kabisa. Yaani mtazama huyo, bwana kijana huyo. Lakini ukitazama video kichwani huko ni mzee wa siku. Wewe mzee wa siku kabisa. Wewe Bwana Yesu vipi? Yesu anatumia anwani yake ile ile. Mwili wake anajifunua vile alivyokuwa. Kwani alivyoondoka alikuwa na umri wa miaka mingapi? 33 na miezi 6. Utamwona vile vile. 33 na miezi 6. Kwa hiyo anaonekana kijana. Sio unajua kumchukua kijana wa miaka 33 ni kijana kabisa, anaonekana bado kijana. Lakini sasa ukitazama huku ni mzee wa siku. Kaifa. Mambo mashuhuri tunazo mambo. Hapa tunazungumza habari zake. Anafurahisha sana. Bora zote. Anafurahisha sana. Bora zote. Watu wameelewa. Sisi wengine wote sisi wote tutarejeshwa kuwa na umri kati ya miaka 23 na miaka 24. Ila yeye ataonekana katika umri wa miaka 33. Na miaka ngapi? Na miaka 6. Sisi wengine miaka 23 24. Rika letu tutakuwa hivi. 23 24. Sawa? Jibu la miaka mingapi? 23. Kama hivi. Tutakuwa wote rika hivi. Wote waume kwa wake wote tutakuwa hivi. Wote tutakuwa rika hivi. Na hapa Bwana siri nzito, lazima niifunue hapa, sawa? Lazima Bwana ifunue. Kwa nini miaka 23 24? Sasa nawafundisha kitu hicho. Hawa Bwana siri nzito kifalme. Isikilize vizuri. Iko hivi. Ukichukua Adam mpaka mzee Nuhu. Vizazi ngapi? Vizazi 10. Kutoka Nuhu, sawa? Mpaka mzee Tera. Vizazi ngapi? 10. Unapata ngapi? Vizazi 20. Sawa? Kizazi cha 21 ni Ibrahim na watu wake. Kizazi cha 22 ni Isaka na watu wake. Kizazi cha 23 ni Yakobo, na Yakobo akabadilishwa jina akaitwa nani? Israeli. Unaona 23 inatokea hapa? Hii mnaelewa vizuri hapa? 23 unaona? Yakobo anabadilishwa jina, anaitwa nani? Israeli. Kwenye kizazi cha 23. Kizazi cha 24 ni Yuda na ndugu zake, namba ngapi? 12, na ndio namba ukonosi ya wanadamu. Kwa hiyo tutarudi, kwa hiyo 23 na 24 ni namba ya mraba. Kwa hiyo tutakuwa katika rika la 23 24 kwa sababu tunautengeneza nini? Mraba wa Mungu pamoja na watoto wake. Wewe masikio na asikia. Tunazo mambo. Umelipata? Hujalipata? Wewe mrudie. Fungua nyingine. Ndio vizuri. Biblia ni mahesabu. Yesu aliweka siri zake kuelekea siku ya mwisho. Nimesema hivi, kutoka Adam, sawa? Mpaka Nuhu. Nani huyo? Vilipita vizazi ngapi? 10. Unasoma Mwanzo, sawa? Mwanzo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka 31. Sawa teule. Alafu unatoka kutoka mzee Nuhu mpaka mzee Tera, sawa? Kwa Nahori. Kwa nani? Kwa Nahori. Hapo unaipata Mwanzo sura ya 11, sawa? Mstari wa 10, sawa? Mpaka 25. Vizazi ngapi hiyo? Vizazi 10. 10 na 10 unapata ngapi? 20. Kizazi cha 21 ni Ibrahim. Kwa sababu Tera alizaa nani? Ibrahim. Umeona 21? Kwa lugha nyingine 21 is 1, sawa? Tunachukua hiyo fungu la kwanza hilo, sawa? Inakuja 20 na ngapi? 22 huyo hapa. 22 anatoka nani? Isaka, sawa? Kizazi cha 23 anatokea nani? Yakobo. Yakobo anabadilishwa jina kwenye namba ngapi? Ngapi hiyo? 23. Jina linabadilishwa. Hiyo mnaelewa zote. Barabara zote. 20 ngapi hiyo? 23. Yakobo anabadilishwa jina. Anaitwa nani? Israeli. Kwa jina hili, kwa namna nyingine, namba 23 inatangaza ufalme. Sawa? Namba 24 anatokea Yuda. Kwa sababu Yakobo akamzaa nani? Yuda na ndugu
na nani? Ndugu zake, kwa sababu Yakobo alizaa watoto wangapi? Watoto 12. Kwa namba 23 na 24 ni namba za kifalme. 23 maana yake inatangaza ufalme. Namba 24 inatangaza nini? Inatangaza namba ya kifalme. Na hapo unapata funguo nyingine. Unapata hivi wateule. Tumesema tunapata 23 kwa ngapi? Kwa 24. Umepata? Tunachukua hizi 3 kwa ngapi? Chora mraba wako. Chukua 3 kwa 4. Sawa? 1, 2, 3 ngapi? 4 unapata mraba. 3 hii. 3, 3, 3. Yakobo anabadilishwa jina, anaitwa nani? Israeli. Ibrahim. Yakobo anamzaa Yuda na ndugu zake watu ngapi? 12. 4 mara 3 na ngapi? 12 hapa. Dorika tutakuwa nalo kule juu. Yaani siku tunafanya unyakuwa hapa, tunarudi wote tunakuwa kama hata kama ulikufa ukiwa kibibi kifaa hivi. Unaelewa? Utarudi katika umri huu. Ni biblical iweko katika hesabu hapa. Kwa hiyo tutamzunguka mwamba mashuhuri kati ya umri wa 23 na 20 ngapi? 24. Katika ufunuo wa kiroho. Baba anatutuleta katika hesabu kiroho. Na hili jambo nilifundishwa katika lugha ya kimaumbo pia. Katika jumbe zingine huko mbele nitazieleza. Sawa? Hesabu hizi kuna hesabu kabisa katika ufunuo wa roho. Kwa hiyo ni siri nzito sana iko hapa. Lakini mwamba mashuhuri huyu mfunuzi mambo rika lile aliondokea ndio tutakayomuona, lakini atakuwa bado ni yule kijana miaka 33. Kijana mdogo kabisa. Lakini kichwani ni mzee wa siku. Kaifa. Lakini sura yake kumtazama hivi ni kijana mdogo. Lakini sio mdogo kwa maana ya muonekano. Ni mzee wa siku, kwa sababu hizo siku nyakati zote ziko juu yake. Zote ziko juu yake. Yeye hana mwanzo tena nani? Hana mwisho katika mahesabu yao. Ndio maana Paulo anawazungumza kwa Waebrania sura 7, sura kwanza mpaka 4. Anasema yeye hana baba wala hana mama. Hana mwanzo siku zake wala mwisho wa uhai wake. Kwa nini? Amefananishwa tu na mwana wa Mungu. Sasa yeye ni Mungu mkuu ambaye hana mwanzo tena hana mwisho. Kutoka kwenye zama za roho alikuwa peke yake. Na zama zake za roho ni umilele na milele, ambao hauna mwanzo tena hauna mwisho. Huyu Yesu hapa katikati ataonekana mwamba, sisi tutamzunguka huko. Bwana Paulo na Ireneo, Bwana Martin na Kolumba, Bwana Martin Luther na John Wesley, na hapa anakuwa Elia Omen, William Branham, Elia Mawe. Elia Omen, tunaita mahesabu. Paulo na Ireneo kwa simba unapata namba 3. Martin na Kolumba kwa ndama unapata namba ngapi? 3. Martin Luther na John Wesley, sawa? Na mwanadamu 3. Na hapo unapata Elia Omen kwa Elia Omen 5. Elia Omen, William Branham, Elia Omen 5. Bwana kwa tai unapata ngapi? 3. 4 mara 3 ngapi? 10. Urudi pale pale kwenye wazo la Mungu asema itilafu ambaye Yesu. Kumbukeni, this is a prophetic message. Ni jumbe za kinabii. Ninapokueleza jambo usifikiri nazungumza, ni mahesabu halisi ya kiroho. Bwana alifundisha katika mahesabu. Naeleza ile kweli. Bwana alifundisha katika mahesabu ya kiroho. Kwa hiyo najua hii katika rika la umri wa miaka 24, 23 na 24 ndiko tutakusanyike Bwana. Sasa tumeona hapa kwenye Ufunuo sura 7 mstari wa 9 mpaka 12. Tutatoka kwenye kila lugha, jamaa, taifa na kabila. Tutamzungukia Bwana mmoja mashuhuri, Yesu furuzo mambo. Hapa kutoka kwenye zama za simba, ndama, mwanadamu na tai. Tutamzungukia mwamba mmoja tu. Na huyu mwamba akiwa hapa katikati. Mbona ni kijana lakini mzee. Ni kijana kumtazama, ni kijana lakini ni mzee. Huyu bado anazungumza kwa zake. Watu wamepata zuri. Mnataka kujua kwamba huyu ndugu ambaye tunazungumza kwa zake, mpendwa wetu mashuhuri kabisa, Mungu wa zama zote, mfalme mashuhuri kabisa. Yesu anasema siwafanyi tena kuwa watumwa, bali nimewafanya kuwa rafiki, kwa nini nawafunulia yote yaliyo yangu kwenu. Huyu ni Yesu tunazungumza kwa zake. Tunataka kuona baadhi ya sifa tu za huyo mmoja ambaye, kumbuka, tunaendelea kutafuta ile mbegu, sawa? Tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Sasa tunda haliwezi kutokea kama hakuna mbegu iliyokufa. Mbona na mti hauwezi kutokea kama mbegu haikufa, sawa? Kwa tunaendelea kuchambua katika mahesabu kiroho. Ndugu, hebu fungua tupate sifa kidogo za huyu mzee wa siku, kijana, sawa? Ni mzee wa siku lakini kijana ambaye ni Yesu. Mazuri habari zake.
Pungua kidogo ndio wewe tuweze kupata katika hesabu. Mzee wa siku lakini kijana aliondoka akiwa na umri wa miaka 33 na miezi 6. Na hakika ndivyo tunavyotarajia kumuona mzee wa siku. Ukimcheki na leo ana madevu namna hiyo, madevu namna hiyo makubwa kwa sababu ni mfalme. Kumbuka Yesu ni madevu namna hiyo amekaa namna hiyo, alafu ana nywele zile mwanzuri. Na nywele zake sio ndio wala leo kuna watu wanamchora wanafanya maigizo ya Yesu. Yule anayeonekana kwenye matelevisheni huyo sio Yesu. Yesu sisi tunamjua. Amina. Yule ni mwigizaji tu. Yesu sisi tunamjua. Nywele zake ni likaili hapa. Lakini zote ni nyeupe. Amina. Zote ni nyeupe. Yesu hawezi kuandika kwamba muwe na nywele zisiwe ndefu sana wala fupi sana kwa teule waume. Belazari, afu Yesu asiwe hivyo, hakuna hiyo. Kwani Yesu ana chanda cha utu. Yeye alivaa umbo. Kwa anaonyesha vitu kwa mifano. Nywele zake ziko za kutana, lakini ni mzee, alafu ana madevu. Belazari, mzee wa siku. Amina. Belazari, lakini mzee wa siku aliyeiva nini? Siku, lakini sura yake nini? Kijana. Hiyo mnaelewa zile. Taratibu, mtanielewa tu. Tutalipata hapo sawa? Tuwazungumza habari za Yesu kuhusu mambo. Yule watu wengi hawamjui Yesu. Yule wanamwangalia kwenye picha yule sio Yesu. Yule sio Yesu. Wengine wanafanya vitu yaani wanamvalisha Yesu. Yule Yesu wa maigizo yule. Wanamvalisha gauni. Yule sio ndio ile gauni. Yule sio Yesu na anawaonya. Wote wanaofanya mambo ya kishetani dhidi ya Yesu, Yesu atawajibu. Amen. Yes, sisi tunamjua Yesu. Yesu yungalipo hai. Alisema bado kitambo kidogo ulimwengu hautaniona, lakini bado kidogo ninyi mtaniona. Sisi tunaye Yesu kweli. Tunamjua. Tunamsikilizeni sifa zake. Ufunuo sura ya 1. Anza mstari wa 9 mpaka mstari wa 15. Sikilizeni mwamba mashuhuri, sifa zake hizo hapo. Tuzione kidogo ili watu waweze kumjua mwamba mashuhuri Yesu. Ndio. Mimi Yohana ndugu yenu. Na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Amina. Nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo. Yes. Kwa ajili ya neno la Mungu. Amina. Na ushuhuda wa Yesu. Amina. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Sikiliza hivi. Alikuwa katika zama za roho. Sio zama za maumbo. Amina. Ukija kwenye zama za maumbo huwezi kumuona Yesu. Amen. Yesu anawaambia bado kitambo kidogo. Sawa? Amina. Hamtaniona lakini bado kitambo kidogo mtaniona. Amina. Watamuona wapi? Au tunamuona wapi? Yesu yuko kwenye zama za roho. Unapaswa wewe utoke kwenye zama za maumbo umuone Yesu katika zama za roho. Yungali hai mpaka sasa. Ila alichokifanya amebadilisha. Badala alitoka kwenye zama za maumbo akarudi katika zama zake za roho. Sasa huku chini huwezi kumpata Yesu. Yupo kila mahali yupo, lakini hayupo kwenye ulimwengu huu. Yupo kwenye ulimwengu wake aliotengeneza mwenyewe. Na ulimwengu wake ni ulimwengu wa zama za roho. Ndio maana ukisoma Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 mpaka 12 nasema wale watakatifu walioona Yohana walivaa mavazi meupe. Vazi jeupe sio kwa maana yake ya rangi, wala ile. Mungu azungumzii rangi. Vazi jeupe ni ule mwili mtakatifu, ule mwili wa roho. Ule ndio unazungumzwa habari zake. Na huo mwili wa roho, kila mtakatifu wa Yesu aliyekuwa kwenye zama za roho, huo mwili anao. Yoyote aliyotoka kwenye zama za roho, huo mwili anao. Teofani unaitwa Teofani. Unaitwa mwili wa mangojeo, mwili wa roho. Teofani kiroho yeye. Huo mwili huu kila mtu anao. Kila mtu anao. Na anaposema kila mtu anazungumza kila mtakatifu wa Yesu, mteule aliyechaguliwa na Yesu kutoka kwenye zama zao. Huo mwili anao. Huu tunao. Upo. Sasa Yohana anasema aliona wamevaa mavazi meupe. Vazi sio jeupe hivi la kikasisi, mtu kavaa vazi jeupe wanasema tunakwenda. Vazi linalozungumza kwenye Biblia ni mwili wa roho. Ndio maana unapokuwa kwenye mwili huu wa damu na nyama, mwili wa maumbo, unapaswa uzaliwe mara ya pili. Operation ya maisha yako yote yafanyike ndani ya ule mwili wa kiroho.
Amina. Uanza kufanya operation ya kiroho kuendesha mwili huu ule nao ubongo. Na hapo ndiko siri ya wokovu ulivyo. Na huko ndiko kuzaliwa mara pili. Nje hapo huwezi kulipata. Ndio wale watenda dhambi hiyo kitu hawezi kulipata. Kwa nini? Uchaguzi ufanyika rohoni katika mahesabu kiroho. Sasa angalia, Yohana anasema na alikuwa katika roho siku ya nani? Siku ya Bwana. Alikuwa katika zama za roho za mfalme mashuhuri Yesu. Alafu anaona tukio mashuhuri kabisa ambayo Yesu anaamua kujifunua kwake. Ndio. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu. Amina, amina. Kama sauti ya baragumu. Amina. Ikisema, amina. Haya uyaonayo uyaandike katika chuo. Amina. Ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. Amina. Efeso na Simna. Efeso, Paulo na Ireneo. Ni mraba hapa. Unachora mraba wako huko zama za Simba, sawa? Bwana, kanisa la Efeso na pamoja na nini? Kanisa la Simna wanakaa kwenye zama za Simba. Amen. Zama za ndama linakaa kanisa la Pagamo, sawa? Na Tiatira. Tiatira. Alafu unakuja zama za mwanadamu, sawa? Mwanadamu linakaa kanisa la Sard, sawa? Na Philadelphia. Bwana nzuri. Alafu unakuja zama za Tai. Zama za Tai linakaa kanisa la Laodikia, ambayo hili kanisa la Laodikia litakuwa na matukio mawili. Elia umene, William Branham na Elia umetano. Kwa hapa kwenye Efeso unampata mjumbe ni Paulo. Kwenye kanisa la Simna mjumbe ni Ireneo. Amina. Kanisa la Pagamo mjumbe ni Martin. Kanisa la Tiatira mjumbe ni Columba. Kanisa la Sardi mjumbe ni Martin Luther. Kanisa la Philadelphia mjumbe ni John Wesley. Kanisa la Laodikia Elia awamu ya 4 William Branham na Elia awamu ya 5. Utapata huko 2. Namba ngapi hiyo? 8 jumlisha Simba, ndama, mwanadamu na Tai. Unapata ngapi? 12. Wazo wa Mungu sio kwa itilafu. Endelea, Amina. Ndio. Efeso, Simna na Pagamo, Tiatira, Sardi na Philadelphia na Laodikia. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu. Sikiliza, akamuona mtu mfano wa mwana wa Adamu. Akaona mtu mfano wa mwana wa roho ikachukua umbo katika anuai. Amen. Anamuona mmoja tu, mama wa shule. Sasa sikilizeni sifa zake. Mzee wa siku, mwelewa. Amina. Mzee wa siku lakini kijana. Ndio. Amevaa vazi lililofika miguuni. Na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini sio kiunoni. Amen. Afunga hapa kwenye kifua. Kwa lugha nyingine unaweza kusema alifunga mshipi kifuani. Kwa nini? Alikuwa anaelekea mwishoni kutaka kuvua. Kwa nini? Mshipi ulipokuwa unafungwa kwenye agano la kale, makuhani walikuwa wanafunga mshipi. Maana yake ilikuwa ni kazi ya kikuhani. Amen. Kufanya ondoleo la dhambi kwa ajili ya Waebrania. Amen. Sasa Yesu anaonekana sasa anataka kuvua. Muda fulani umekwisha. Yohana anaona tukio hilo katika roho. Anamuona Yesu anataka kuvua kazi ya kuhani ili aje achukue kanisa. Endelea ndugu yangu, ndio. Kichwa chake na nywele zake zilikuwa nyeupe kama sufu nyeupe. Umesikia hivi? Kichwa chake na nywele zake zilikuwa kama ni sufu nyeupe. Kama theluji. Na macho yake kama mwali wa moto. Macho yake yanawaka moto. Ndio. Na miguu yake kama shaba iliyosuguliwa sana. Amina. Kana kwamba imesafishwa katika tanuru. Amina. Na sauti yake kama sauti ya maji mengi. Umesikia hiyo? Tunazungumza sifa za Bwana mashuhuri Yesu. Mzee wa siku, kijana. Amina. Sawa? Bwana. Amina. Mzee wa siku anachukua anwani ya roho. Kijana anachukua anwani ya Mungu. Tunazungumza habari za Yesu. Mzee wa siku lakini kijana katika mahesabu ya Bwana. Wote umepata hiyo? Amina. Toka hapo hebu twende tena sehemu nyingine. Nenda moja kwa moja kwenye Mathayo Mtakatifu sura 17. Mstari wa kwanza mpaka 8 ili tupate pia. Mathayo Mtakatifu sura ya 17. Mstari wa kwanza mpaka 8. Ndio. Na baada ya siku 6, Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Amina. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Amina.
Akageuka sura yake mbele yao. Amina. Uso wake ukang'aa kama jua. Amina. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Amina. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia. Amina. Wakizungumza naye. Umesikia hiyo? Katokewa na Musa na Elia. Mambo mashuhuri Yesu. Petro akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda vitatu. Sasa watu wengi wanaposoma Biblia wanasema mavazi yake yalibadilika yakawa ni meupe kama nini? Kama nuru. Kama nuru. Sasa hapa watu wanashindwa kuelewa. Yesu alichokifanya, alirudi katika mwili wake wa roho. Alirudi katika zama za roho, zama za roho. Petro anamtazama hivi. Wala sio, anaona mwili ule pale. Ubadilishwa. Yesu tunazo mambo. Hapo baadaye ili tukio Yesu akarudi katika anwani maumbo ya kawaida. Petro alipata na wenzake wakajua huyu ndiye. Huyu ndio yule aliyesema na manabii. Huyu ndio yule kwa sababu Yesu alitokewa na Musa na Elia. Amen. Niliwaambia Yesu utanguliwa na Musa na Elia katika huduma yake. Amen. Kwa maana wakati Yesu anatokea duniani, Musa alitumwa kwanza kuandaa utaratibu mzima wa kuja kumwamba mashauri Yesu. Baadaye Yohana Mbatizaji alikuja kama Elia kumtangulia. Kwa Musa na Elia ulimtangulia Yesu. Amen. Katika hesabu ya kiroho. Watu wamepata zile. Kwa hiyo kwa sababu Mungu utanguliwa na Musa na Elia. Na tuliwaambia hata ukiangalia ujenzi ule wa lile hema pale jangwani, patakatifu Musa aliweka makerubi wawili yanayofanana katika vyeo vyao. Na yale makerubi mawili ni Musa na Elia. Watu wamepata zile. Kwa sasa huyu Yakobo, Petro, Yakobo na Yohana wanamuona Yesu katika ufunuo. Yesu amebadilisha. Balaza, nazungumza habari za mambo mashuhuri Yesu. Sasa tunatafuta ile mbegu ya ule mti wa zaidi ili tupate lile tunda la wakati wetu. Ili tupate mahesabu yale ya ukombozi. Mungu asibadilika katika mahesabu kiroho. Kwa hiyo unamuona Yesu huyu tunazungumza baadaye. Sifa zingine hebu tuangalie, tufungua Danieli sura 10. Mstari wa Danieli 10 mstari wa 7 mpaka 10. Danieli 10:7 mpaka 10. Lakini unaweza kusoma Danieli 10:3 mpaka 10, lakini tutasoma 7 mpaka ngapi? Mpaka 10. Hebu tusome pia, ndio. Nami Danieli nikaona maono haya peke yangu. Amina. Maana wale watu waliokuwa pamoja nami hawakuyaona maono haya. Amina. Lakini tetemeko kuu liliwashika hata wakakimbia ili kujificha. Amina. Basi nikaachwa peke yangu. Nikaona maono haya makubwa. Wala hazikubaki nguvu ndani yangu. Maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu. Kwa nini uzuri wake ulibadilishwa kuwa uharibifu? Kumbuka sifa za Yesu. Macho yake ni kama miali ya moto. Akichunguza ndani, anagusa kiini cha ndani, uovu wako wote utafunuliwa. Amen. Huwezi kubaki salama kwake. Aidha utabaki na mambo mawili. Uwe utabaki salama, utabaki salama katika wokovu, au hautabaki salama katika kuangamia. Ndio wanasema lile jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Mtu yoyote lile jiwe yaani ukienda ukaanguka jiwe lile utavunjika kama kondoo anaotolewa dhabihu. Lakini lile jiwe likakuangukia litakuponda na kukupotea. Ni unaelewa? Danieli alichokiona lile jiwe, Danieli akachukuliwa katika ufunuo roho, akapongwa juu ya lile jiwe, akavunjika. Anasema sikusaziwa na nguvu. Danieli alikufa lakini katika kuokolewa. Ndio mwamba akanyosha mkono namna hiyo, alafu akamwamsha. Ole wako wewe, jiwe hilo likudondokea. Balazuri, utaanguka na kuteketea na kuangamia. Huyu ni Yesu mponozo mambo. Ambaye niliwaambia ni mzee wa siku, lakini ni kijana. Bala, mzee katika anwani ya roho, kijana katika anwani ya maumbo. Yote mawili ni sawa kwake. Mungu asiye na mwanzo wala asiye na mwisho, bali yeye ni mwanzo na mwisho wa ulimwengu huu. Aliwekea mwanzo, akaweka nini? Mwisho. Baadaye atauchukua mwanzo na mwisho, ataunganisha pamoja. Bala, akiuleta pamoja manake mwanzo na mwisho ni kitu kimoja. Mwisho hapo Yesu atamaliza wakati huu.
Baada ya hapo tutakwenda kwenye ule wakati mzuri wa ule zile zama za roho ambazo Mungu atatuleta kule tulikowahi kuwa. Wakati ule mkutano mkuu unafanyika kule mbinguni, kulikuwa na sherehe kubwa sana baada ya kuumbwa kwetu katika roho. Na ndivyo tutaenda tena kwenye sherehe ile. Katika karamu ya mwana kondoo ya miaka 3 na miezi 6, Yesu anaenda kufanya marudio ya kile kikao kikuu tulipokuwa tumekaa. Wakati tunapanga mipango ya nini kitatokea duniani, Yesu akituambia nini anaenda kufanya duniani kwa maana sisi kurudi. Lakini sherehe ya mwana kondoo miaka 3 na miezi 6 ni Yesu anadhibitisha uwezo wake. Kwa sababu ni siku kuu mno ambayo Yesu atadhibitisha kwamba niliwachagua kwenye roho, nikawatupa kwenye zama za maumbo, na yeyote aliyepelekwa kwenye zama za maumbo hakupotea hata moja. Kwenye siku kuu mno itakayofanyika mbinguni baada ya unyakuo kanisa. Umepata zoea. Ni siku mashuhuri sana kwa kutokea katika historia ya maisha ya mwanadamu. Ni sherehe kubwa kati ya sherehe zote zilizofanywa na ufalme na watu mashuhuri dunia. Sherehe pekee kubwa kuwahi kutokea. Ni sherehe mashuhuri sana inaenda kufanyika juu. Na hii sherehe ikumbuke ni sherehe ya marejeo. Tulifanya kwanza tukiwa katika zama za roho. Tunarudi tena katika zama za roho, tunaenda tena kufanya marejeo yale katika mahesabu kiroho. Umepata zuri. Uwepo mmoja wapo wa safari hiyo. Tubu dhambi geuka. Ni furaha iliyoje. Watoto walioonekana umepotea ni watoto ambao wanaonekana umerudi. Balazo. Na Yesu anatoa mfano, anasema kulikuwa na mtu tajiri alikuwa na watoto wawili. Bala wa kwanza mkubwa, wa pili alikuwa mdogo. Yule wa kwanza bala alikuwa mwenye maadili mazuri, akaendelea kubaki ndani ya ufalme wa baba yake. Lakini yule mdogo akamwambia, nipe sehemu ya urithi wangu, niende nikafanye ninachotaka kufanya. Baba mtu akampa, mtoto mtu akaenda, mali zote akafilisika. Baadaye akawa mtumwa. Baadaye akawa anachunga, analisha mnyama mchafu, sawa Belazari. Anaitwa nani? Nguruwe, mchafu kabisa. Baadaye kwa sababu kulikuwa na njaa kali sana kwenye eneo lile, ikabidi amue kula kile chakula cha nguruwe. Belazari. Baadaye akajuta moyoni mwake, kuna vitu vingapi mbele za baba yangu? Basi ngoja tu nirudi. Alafu baba yangu nimwambie tu anifanye kuwa sehemu tu ya mtumwa ili nipate tu ile heshima. Kwa sababu mtumwa na yeye huwa anapata heshima. Mtumwa akiwa na bwana wake, nyinyi wengine wote, bwana wake ndo anajua yule mtumwa, lakini nyinyi wengine wote yuko karibu na bwana hapa, nyinyi hamwezi kufika. Na utumwa wake alionao, nyinyi hamchi. Yesu alikuwa anaelezea matukio yake mawili kati ya vizazi vyake viwili. Kizazi cha roho, na kizazi cha maumbo. Roho maana yake ni malaika, ndio yule mtoto wa kwanza. Wale wa maumbo sisi tulichukua haki tukaja dunia, tukapotea kwenye dhambi, lakini tutarudi. Kama yule mwana mpotevu Yesu anatoa mfano, alirudi, ndivyo tunarudi. Paulo na Ireneo na watu wake walirudi. Martin na Kolumba na watu wake walirudi. Martin Luther na John Wesley walirudi. Elia mwende wile wanapanda na watu wake wanarudi. Na sisi tunafanya nini? Tunarudi kule tulikokuwa. Sisi ndio wana mpotevu, tunarudi. Na hakika tunarudi. Tunarudi kwa ujumbe wa chuto ndani. Ndio yule jamaa alikuwa anakula ule uchafu. Akasema hapana. Sasa hapa lazima ujue. Nguruwe Yesu alikuwa anamtumia ni nani? Rudi kwenye agano la kale. Mungu anasema hivi, mtakula wanyama wote wenye kwato zenye mpasuo, lakini wanaocheua. Hata umepata vizuri. Nguruwe hana paso yenye kwato. Anazo, ana kwato zenye mpasuo, lakini nguruwe hacheui. Na niliwahi kuambia, fungua hapa hivi tuliweke vizuri hapa. Niliwaambia hivi, nguruwe ana kwato kwa kwato zenye mpasuo, mpasuo. Sasa mpasuo maana yake kwato moja ipasuke katikati, utapata namba ngapi? Na nguruwe ana miguu mingapi? 2 mara 4 ngapi? Unaona namba 8? Hiyo unaelewa? Lakini sasa nguruwe hacheui. Kucheua maana yake nini? Ujumbe unapomjilia mteule, anatakiwa uchukue uingie moyoni, alafu utoe au mmeng'enye, matokeo yake yatokee kwenye maisha halisi ya matendo. Lile badiliko mnapoona nyinyi mama nywele zenu mmeanza kubana, ni sasa ni mnyama amecheua. Nguruwe hacheui.
Kwa maana ni nguruwe akila hawezi kukirudisha chakula na kuishi. Ndio maana kila siku nguruwe ni mchafu. Na Yesu alikuwa anatumia lugha ya maumbo kuelezea siri. Mifumo ya dini na madhehebu ni nguruwe mchafu asiyetakasika. Ndio maana Yesu alikuwa anatumia siri hiyo. Sasa akatumia mfano, jamaa akawa anakula chakula cha nguruwe. Kwa lugha nyingine maana yake yeye naye alikuwa sehemu ya nini? Ya nguruwe. Lakini sasa anajiangalia, anapima. Hivi kwa nini nakula hapa wakati baba kula na kila kitu? Akasema hapana, hiki chakula sio changu. Ndio maana Yesu anasema hivi, ukisoma maandiko Yesu anazungumza baba, usitupe lulu yako katika nguruwe, kwa sababu nguruwe ataikanyaga na kukurarua. Nguruwe ni nani wewe? Dini ni madhehebu. Kwenye masikia na asikie. Ni nguruwe. Na kutaka kujua kwamba ni nguruwe, ni simple. Hawacheui. Ndio maana leo fashion zimeingia ndani ya makanisa. Hawacheui. Mbelale. Hawacheui. Hawacheui. Tuone kucheua kwao na kuonyesha maisha halisi ya mwenendo. Ndio maana Agano la Kale Mungu aliwaambia Ibrahimu, mtakula wanyama wenye kwato zenye mpasuo, kuleta namba 8 kwa namba 12. Unaona vile? Lakini wanaocheua, yani manake anakula chakula mchana, ilinapofika giza usiku nyama anakaa ndo anakicheua kila, hapo anamumunya taratibu. Wakati ulimwengu wote umetanda giza, fashions na mitindo na kila aina uchafu, mama mteule Yesu wa zama hizi aliyeshika ujumbe wa kanisa, ujumbe wa nane wa kanisa, katikati ya giza amefunga nywele zake hivi, katikati ya mapotofu ameacha kuvaa suruali, katikati ya mapambo na kila aina anatembea sawa sawa na neno la Bwana. Huyu ndiye ambaye Yesu alikuwa anachora kutoka kwenye Agano la Kale. Na huo ndio wokovu ulipo. Sasa watu wengi leo wanakuambia wengine leo wanakuambia nguruwe siri bana. Siri. Wakati unamla nguruwe ya kiroho, mwanzo yao unakula nguruwe ya kiroho, unaniambia leo wewe uli nguruwe. Unaenda kwenye mafundisho ya udanganyifu ya miungu watatu. Unakula nguruwe katika ulimwengu roho. Yesu ametoka kula nguruwe. Mbona na wanyama wengine ambao walikataliwa kwenye Agano la Kale. Sasa wanakula watu rohoni, alafu mwilini kwa mimi si mwilini. Rohoni unakula, na agano letu ni agano la roho. Na jana utakwenda. Jana utakwenda. Mmenipata vizuri hapa. Haya mambo tunapoeleza ni mambo ambayo ndivyo yalivyo katika maisha ya kiroho. Wote mmepata vizuri. Kwa hiyo unapaswa wewe uwe katika mchoro hiyo. Unapokea ujumbe wa saa, alafu umeng'enye kwenye zama za giza. Wakati giza ndio mbelezo, unasema hapana. Wakati watu wote wanakuambia Bwana fashion, unaambia hapana. Nitatembea na Bwana, nitatembea na Mungu, nitatembea na Bwana mashauri Yesu mkono za mambo. Katika maadili kweli ya wokovu. Na hapo ndiko mtihani mkubwa ulioko duniani. Watu leo wameviga mifumo ya ulimwengu, wameacha kumsikiliza Yesu. Wameratibu njia ambazo hazikutokana na Bwana. Matokeo ya mwisho ni kwenda jehanamu. Malazo hapa. Watu wamenielewa sio? Tunazungumza habari za Yesu mkono za mambo. Wazo kule Mungu alikuwa kuwa na itilafu. Kumbuka ujumbe ni tunda la wakati wako katika mti wa uzima. Lakini tunatafuta mbegu ilikotokea. Kwa sababu mti lazima tuupate, lakini lazima kwanza tuone mbegu yake itokea wapi. Tunayo wewe tuiangalia kutoka kwenye zama za roho kuja kwenye zama za Mungu. Kutoka kwenye zama za Mungu kuja kwenye zama za nini? Zama za roho, zaga na jipya. Mungu ashabalika ndani ya Yesu mkono za mambo. Ili uweze kupata usahihi, tunda la wakati wako. Ili ule lile tunda, alafu uthibitisho pekee utakaopata wakati unaendelea kula ile tunda. Na ile tunda ni ujumbe wa saa yako. Wakati unalila, ndani yake utaanza kutema zile mbegu. Yaani unatazama zile mbegu, alafu unaenda kwenye ule mti unaangalia hivi. Ni yenyewe. Hii yenyewe, yaani unaangalia mbegu iko kufa na mbegu unazozitoa baada ya kula ile tunda. Unaona zinakubaliana katika mahesabu ya kiroho. Na hapo ndiko siri ya ukombozi ulipo. Kama unakula tunda, unaambia hili ni chungwa, alafu limetokana na mti ambao sio mchungwa. Wanasayansi wana kitu wanafanya hivi, inaitwa kwa Kiingereza nafikiri wanaita binding, sawa? Binding kitu kama hiyo. Sawa? Yaani unaweza kukuta mchungwa, sawa? Mchungwa huu ni mmea wa mchungwa, sawa? Basi alafu haya ni matawi. Kwa hiyo unaweza ukachukua tawi la mlimao
ukaja ukakwangua hapa, alafu ukaubandanisha, alafu ukaufunga, kwa sababu huu mti ndio unaozalisha uhai. Itakachofanya ule uhai utaanza kupenya kwenye ule mmea, sawa? Yaani ule tawi la chio la mlimao. Baadaye utaunga, utakuwa mti mmoja. Baadaye huu mlimao utaendelea, kwa sababu unatumia uhai wa huu. Utakwenda wewe, baadaye unaanza kuzaa. Lakini huku utakachozaa unazaa nini? Unazaa limao kwenye nini? Mchungwa. Ukila unaona limao. Huku unatafuta mbegu ya huku chungwa. Lazima awe ibilisi. Lazima awe pepo. Na uwe pepo ni ibilisi. Lazima upime huku. Limao huku. Ifeki. Ifeki. Haijatokana na Bwana. Haijatokana. Mtu anakwambia huku haina shida. Wewe fashion endelea. Paka malipostiki na kila kitu. Lakini unapokula hili ni limao huku Mungu alipanda chungwa. Huku chungwa linakataa. Jua kabisa hapa kuna feki. Ibilisi kapenya. Na hapo ndiko siri ya kupoza ilipo. Ndio huu ujumbe ni ujumbe ambao Bwana ataupeleka katika sayansi ya kibiolojia. Alafu atayaleta kwenye maandiko ili ujue wokovu maana yake nini. Ndugu yangu pale una mmea pale unaitwa mfenesi, sawa? Una mfenesi alafu ana parachichi pale. Unaweza ukachukua tawi la mparachichi, ukaenda pale ukakwangua kwenye mfenesi, ukaubandika pale alafu ukaufunga. Baada ya muda ule mmea ule, kwa sababu ule uhai wa ule mfenesi, sawa? Utakuja utavaa kwenye ule mche, kwenye ile tawi. Itakaa alafu linaungana. Baadaye kishaungana ule uhai utakuta huku sasa kumfenesi huo unapeleka uhai kwenye tawi la mparachichi. Matokeo wote utaona parachichi. Lakini mti huko hili fenesi. Ukishaona hiyo pepo ni ibilisi. Hiyo ni sayansi, lakini iko katika namna kiroho. Lazima uangalie mbegu iliyokufa ni ipi. Alafu huku tukila tunda tuone zile mbegu ndo zile ile iliyokufa kule. Tusije tukachezea mchezo hapa na ibilisi. Leo ibilisi ameteleza mchezo namna hiyo. Kafanya mchezo ya kiroho namna hiyo. Unakula chungwa, kumbe tawi lile limepandikizwa kwenye mfenesi. Wala hapa. Leo sio hapa. Unaona tunafundisha mambo haya upate kuchua. Wapi ulikuwa katika mahesabu ya kiroho. Mteule hawezi kudanganywa, tutachua. Miungu watatu. Hapa sasa wewe tumekaa limao huyu ni mchungwa. Huku tunakula miungu watatu. Sasa tunasema okay, miungu watatu hapa, miungu watatu. Ngoja. Kwanza tufuatilie uhai. Tunaanza hapa sasa, tunapita sasa. Tunaona zile mlimao kwa sababu sitaona mlimao. Limao mchungwa. Chungwa Kwa hiyo tunakuja kugundua uhai kumbe ni wa mchungwa. Lakini hapa tumefanyia mahesabu ya kijinga kabisa. Kwa hiyo sasa tunaanza kusema okay, tumeshapata jawabu kwamba hapa tumedanganywa. Sasa tunatafuta udanganyifu wa pili. Wametudanganyia wapi? Sawa tunaanza kufuatilia. Tunaenda mpaka chini kule. Alafu tunaenda tunaitafuta ile mbegu iliyokufa. Tunagundua mbegu ni chungwa. Huko limao. Unamwambia mchungaji kwa ubarikiwe. Hatuwezi kudanganywa. Mwenye roho wa Mungu wa kweli hawezi kudanganywa. Never. Ndio Yesu anaachilia ujumbe kuwasaidia watu. Huwezi kudanganywa. Kwa sababu utapima tukichunguza, mbona hili limao? Jamaa kwa hapana sio limao chungwa. Mimi nakuwa mbona limao wewe? Wako mbele ni chungwa ni nzuri, tena lina kila kitu. Sawa, ngoja nimenye tena. Labda nachukua na lingine tena na menya. Tukata kila. Mbona limao? Chungwa wewe. Bwana hapana. Hii mbona limao hii? Ibara hili limao. Wewe unatoa wapi? Mtigano. Wame mtu hapa ukingoja nie. Limao mchungwa. Okay. Tayari hapa kuna kitu hapa. Lakini sasa lazima nitafute ya pili. Ipate udhibiti. Lazima mambo yawe mawili. Ushahidi wa vitu hivi au vita. Unarudi pale kwenye Biblia. Biblia kwa ngapi? Unafuatilia sasa. Mbegu ni chungwa.
Ya pili hiyo. Sasa la tatu, ushahidi wa tatu nataka kujua. Je, hii ndio chumwa huku ndio hii itakayochungwa huku? Maana na huku pia. Sawa? Hii sasa huu ndio mchungwa wenyewe. Sasa umeshapata huku, umeshapata umetoka umeshagundua hapa nimedanganywa namba moja. Umekuja hapa namba mbili, sasa unataka kujua huku nini itazaliwa. Unakuja ukichungwa huku unaona tamu chungwa. Unagundua shahidi wa tatu tayari hapa jawa feki. Habari mchungaji? Kweli. Kama una safari mbinguni tutaonana mbinguni. Lakini kama una safari mbinguni kwa hiyo tutaonana kwenye hukumu ya kiti cha upe. Kwa sababu siku hiyo utakuwepo na mimi, ila mimi nitakuwepo upande mwema, utakuwa mbaya. Tutakutana siku hiyo. Kwa hiyo leo sio saa ya kulindana. Ni saa ya ukweli. Tuseme kweli, tuambie watu kwamba mlikosea. Mnatuletea malimao au mnasema ni chungwa. Kumbe mmefanya mbinu za kisayansi, mmetumia lugha za kisayansi katika namna ya kiroho. Ndio maana ujumbe unaitwa tunda la wakati. Una mambo mapana sana huko. Sawa? Tunda la wakati wako katika mtini, ili ujue mbegu ilikotokea. Tunda yani ule mche wenyewe, alafu uyapate ya tatu. Bora ya tatu pate nini? Tunda zaidi na mangapi hizo? Tatu. Ukila ile tunda mbegu chukua. Fuatilia ule mti, ule tawi mti. Kweli mchungwa. Unafuatilia ule uhai sasa. Paka chini kule. Kweli. Yenyewe. Unasema amina. Tuna safari ya kwenda. Watu umeelewa? Kwa lazima uwe na tahadhari. Ni siku za mwisho. Matapeli ushapenya, sawa? Amen. Matapeli ushapenya tayari. Matapeli kimani tayari ushapenya. Na walikuwa na mikakati ya muda mrefu kwa ajili ya kuleta udanganyifu duniani. Ndio wana wanakuja sasa wanakuambia sikilizeni. Sasa sio tena limao. Wanakuwa sio tena limao, sasa hivi wanasema si tena limao. Sasa tunataka hili sio limao. Sasa hili itakuwa pela. Wanakwambia kusema pela. Wale washagumbua ni limao. Kutoka kwenye nini? Kwenye mchungwa. Sasa wanakwambia sio limao, sema pela. Kwa nini pela? Wanakuja na Biblia mpya. Sasa hii nyingine ilipitwa na muda. Sasa tunakuja na nyingine. Pela. Balazo leo. Wewe mpesa unasemaje pela? Hapa nishagundua wewe tapeli. Sasa wananibadilishia tena. Wanasema pela. Sema pela. Hapana, hii limao, sema wewe pela tu. Wanasema kwa kuja Biblia mpya, wapitisha ushoga, watu haina shida. Haina shida, Mungu haangalii hayo. Bado ni uenda wazimu na ushetani. Hii ndio kanuni ambayo Biblia inaitumia. Kwenye masikio na asili. Ndio ujumbe huu una vitu fulani unaviona ni vipesi, lakini vina maana pana sana katika ufunuo. Amina. Balazo ni rahisi sana, lakini kuna jambo pana sana. Tutaiona hii mbegu ya mti uzima. Mbegu hii ilipandwaje? Inapitaje? Ili tugundue tunda tunalokula ndio ile mbegu ilikotoka. Na huyu ni Yesu. Bila shaka, basi unaweza ndani. Mambo mazuri, padozo mama. Watu wamepata nzuri hapa. Elewa nzuri. Ndugu mlipata hivyo. Hawa jamaa wamefanya mambo haya katika ulimwengu wa roho. Wamefanya kama wanasayansi wamefanya. Chukua tawi la mparachichi wakaenda kupandikiza kwenye nini? Kwenye mstafeli. Mnaita nini? Fenesia. Wakaenda kupandikiza pale. Sasa huku tunachuma kwa kula parachichi, lakini sasa pona parachichi. Pona parachichi. Tukitazama kule, piga picha tuangalie. Pona ule mfenesi ule. Hii parachichi ndo gani? Tunaanza kufanya uchunguzi sasa. Tatu tunagundua uhai, kumbe sio. Tunakwenda kwenye mbegu iliyokufa. Tunagundua kwamba kuna mbegu, kwa sababu kila mmea ili wote nasema mbegu ife. Unachunguza unaona sasa tunataka kuona la pili. Hii tawi tuangalie na matawi mengine. Tunaenda kukutana na tawi la fenesi. Cheki pale ile fenesi ilitoka kubwa tena nzuri kabisa labda hii. Kubwa kabisa. Tunaona huko. Aise wewe Ibilisi, wewe unafanya uumbi hapa. Chungaji wa mchungaji huko. Tutaona kama tutakuwa na safari moja, tutaona mbinguni kama ukitubu dhambi. Sawa, kama utadai basi tutaona kwenye hukumu ya kiti cha upe. Lakini mimi nitakuwa na kuhukumu kwa sababu ya hii. Watu wamenielewa.
Unaelewa? Ulipata? Lisikupite. Lisikupite. Ibilisi pia amefanya hivyo kwa ajili ya udanganyifu. Wanazoea. Ni kama baba anaoa mke. Kaoa mke, sawa? Mtoto anayezaliwa sio anwani ya baba. Alafu baba anaambia mtoto wako. Mtoto wako, lakini akiangalia sura, chukua sura. Sio. Sasa ananyamaza bwana, ngoja kwanza mtoto akue kwanza. Mtoto akishakuwa sasa anaanza zile tabia. Wazee zamani walikuwa wanajua mtoto akiwa wao wanajua tabia zao tokea wakiwa wadogo. Mtoto akiangalia tu namna hiyo. Zile actions za mtoto tunajua hapa. Hamna kitu hapa, sio. Tumedanganywa. Hapa tumetapeliwa. Wazee zamani wanakuambia hapa tumetapeliwa. Na ndicho Ibilisi alichofanya. Pegu nyingine imefanikishwa. Hapo mtoto anatokea. Tunaambiwa huyu ni waye. Yesu akiangalia anaona mtoto tabia zingine, fashion nyingi, mitindo, bora zile. Ina mtoto tembea naye ni Ibilisi, bora zile fashion ya ajabu mitindo na kila namna. Yesu anaangalia, kwa mnanifanyia uuni. Hapa juu imewekwa anwani, sawa? Mtoto wa nani? Mtoto wa Yesu. Lakini mbegu sio nani? Yesu. Yesu anachukuza hizo, hapana. Hivyo, hii ni mkuta Adamu pia. Hii ni mkuta Adamu. Adamu kwa Kaini. Kaini hakuwa mtoto wa Adamu hata kidogo. Kaini ilitokana na mbegu ya Ibilisi. Kwa sababu moja Kaini akawa na tabia ambazo Adamu hana. Mtoto haambiliki asikiki. Wajua kilichotokea niliwahi kufundisha hapa. Si nzito sana. Hawa alianguka dhambini kwenye dhambi ya uzinzi pale mwanzo. Baadaye mbegu ya Ibilisi, kwa sababu Ibilisi alitumia umbo. Na lile umbo liliandaliwa maalum kwa ajili ya kuleta vizazi viwili duniani. Na lile umbo muonekano wake ulikuwa ni muundo wa mfano wa kitu kama mnyama, mlazuri, lakini umbile lake lilikuwa lina mafanano kabisa kwa karibu na